Labda sasa tuende katika baadhi ya matendo ambayo yanafanyika hija pale. Labda tuanze katika kutufu. Kwa nini tunazunguka Kaaba mara 7? Yani kuna falsafa gani pale? طيب. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-adada as-sab'a au raqam 7 raqam al-i'jazi. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na kufanya kwamba nambari 7 ndio ni nambari ya ajabu. Naam. Na maajabu ya nambari hiyo inakuja katika maeneo mengi sana. Ndio. Kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe amejalia kwamba vitu vingi vimewekwa katika idadi ya 7. Anajua siri yake zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwamba neno hii 7 ina siri kubwa ndani yake. Ndio. Si pale pa kuchambua maelezo marefu kuhusu 7 hii. Naam, kweli. Akitaka mtu hilo basi aulize katika siku ya 7 katika wiki. Atatafuta mwenyewe itakuwa Jumamosi, Jumapili au Ijumaa hiyo. Siku ya 7 katika wiki. Ni ipi? Ni ipi? Atanitafuta kwa muda wake. Naam. Sasa Allah subhanahu amejalia kwamba hata idadi ya siku katika wiki ni 7. Naam. Mbingu. Naam. 7 samawatin tibaqa. Naam. Ni mbingu ni mbingu 7 zimekaa tabaka baada tabaka jingine. 7 samawatin tibaqa. Naam. Lakini juu ya hayo pia katika milango imeitwa laha 7 abwab. Naam. Maki kuna milango ya pepo, milango ya moto. Pia kuna milango 7. Ndio. Naam. Japokuwa kwamba katika moto imekuja laha 7 abwab. Likuli babi minhum juz'un maqsum. Naam. Lakini juu ya hayo kwamba hii idadi ya 7 hata yule mfalme wa Misri au Aziz Misr alipokuwa anaoteshwa ndoto ambayo maana yake hakujua mtu yoyote katika makasisi wa zama zile au wale washauri wa ikulu yake wakati ule, hawakuweza kujua tafsiri ya hawa ng'ombe 7 waliokonda wanaliwa na ng'ombe 7 kadhaa. Yani anajiuliza hawa ng'ombe vipi hawa? Haya mashuke 7 sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, mashuke yale 7 mengine makavu mengine mabichi, haya yanaliwa vipi haya? Ndio. Ile ilikuwa idadi yake pia ni 7. Ndio. Kwa hiyo ni 7 tunaenda. Naam, 7. Kwa jumla kwamba 7. Naam. Suratul Fatiha ina aya ngapi? 7. Katika asli aya 7. Naam, kweli. Tukasema Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad atainaka 7 min al-mathani wal Qur'an al-azim. Naam. Kwa jumla kwamba pana mambo mengi katika hizi idadi ya 7. Tayeb. Na pia katika zile 7 abhurin. Ndio. Bahari 7. Kama lao ungekuwa wino wa maneno ya Mwenyezi Mungu, basi ndio maneno make ule wino make bahari ndio wino wa kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi wino huo bahari zingekauka. Naam. Hata kama lao zingeletwa bahari nyingine 7 abhurin, ikaitwa bahari nyingine 7. Kwa 7 ipo katika eneo lile. Naam. Kwa hivyo kuna tufu katika al-Kaaba. Kwa nini? Kwanza kabisa hii ni sehemu tukufu ambayo hata malaika wa Allah wamefanya. Nabiullahi Adam amefanya, Nabiullahi Ibrahim amefanya. Kwa hivyo hii ni kuhuisha ibada ambayo wamefanya watukufu na wabora kuliko sisi manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wateule wa Mwenyezi Mungu. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Kwa hao wale wateule wa Mwenyezi Mungu wametukuza eneo hilo, na pia ndani ya eneo hilo pia kuna sehemu ambapo alisimama Nabiiullah Ibrahim katika kupandisha ujenzi wa ila al-Kaaba yenyewe. Wasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, mpaka mwisho wa zile kile kisa kinachozungumzia ujenzi ule wa al-Kaaba katika sura al-Baqara. Kwa hivyo panaelekezwa kwamba nakumbusha watu pale ambapo aliposimama Nabiiullah Ibrahim akipandisha ujenzi wa nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sayyidina Umar bin Khattab alitamani sana kwamba kwa nini tusifanye pale ambapo alisimama Nabii Ibrahim pale ikawa ni sehemu ya kuswali raka 2 ya Rasulullah. Ikashushwa aya, makizo aya ziko aya kadhaa zinaitwa hizi aya zinaitwa muwafaqatu Umar. Kwamba aya ambazo zimeshushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikiana na maoni ya Umar bin Khattab radhiallahu, akifikiria jambo tu
basi Allah kumbe kishapanga zamani kwamba hilo litakuja katika utaratibu kama huo. Ndio. Kwa hivyo kashushwa aya kwamba watakhidhu min maqami Ibrahima musalla, nafanyeni pale ambapo ilikuwa ni sehemu ya kusoma Nabii Ibrahim, ifanyeni kuwa ni sehemu ya kuswali. Pana swali raka 2 pale. Kwa hivyo fihi ayatun bayinat, katika eneo la mji mtukufu wa Makka, katika eneo la Kaaba pale au nyumba tukufu, nyumba kongwe Albayt Al-Atiq, ndani yake pale kuna alama na ishara kubwa za wazi za kutambua utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema kwamba miongoni mwa hizo aya na ishara hizo na alama hizo basi ni maqamu Ibrahim, ay makanu qiyami Ibrahima hina kana yarfa'u albayta huwa wa Ismailu alayhi masalam. Kwa hivyo sehemu hii ni sehemu ambayo si ya kawaida, palipokanyaga miguu ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Watakhadha Allahu Ibrahima khalila. Ibrahim ni Khalilur Rahman, Khalilullah. Kwa hivyo kipenzi cha Mwenyezi Mungu amekanyaga pale, si pahala padogo. Na amefanya hayo kwa tunakwenda katika idadi ya 7, kwa sababu ndio taratibu tumekuwa na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alifanya Mtume vile vile akasema kwamba chukueni kutoka kwangu utaratibu wa ibada zenu, tutufu mara 7. Kwa hivyo na utaratibu ni ule ule kwamba unatufu maki unaweka Al-Kaaba kushoto kwako, unakwenda kwa kama kinyume chake. Ndio utaratibu ulivyo kwamba Al-Kaaba kushoto kwako unaizunguka kwa namna hii, kuanzia katika ile babul Kaaba, na kuna sehemu inaitwa Al-Multazam, sehemu tukufu sana hiyo katika mbele ya mlango wa Kaaba. Kwa hivyo unapoanzia katika ile nguzo pale unaitwa Ruknul Hajar Al-Aswad, ukianzia pahala pale ndio sehemu sahihi ya kuanzia kufanya tawafu ile, unazunguka mpaka kufika pahala tena ulipoanzia, inakuwa ni mzunguko mmoja na unakwenda kwa dhikri maalum. Sasa haya yote haya ni kwamba ili tujifananize sisi na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumepewa sisi idadi ya 7 kwa sababu ni idadi chache katika witri, ni chache tu, lakini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wao wanatufu katika arshi kwa idadi ambayo haijui isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa uchache tumepata idadi hii ya 7 kwa mujibu wa zile pia zile taratibu za Uislamu. Zile 7 zimekuwa ni nyingi sana. Kwa hivyo haya yote yanaonyesha kwamba tunatakiwa tutukuze yale ambayo katukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu ya kwamba dhalika man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, kwamba hivyo ndivyo ilivyo kwa yule ambaye anatukuza vitukuzo vya Mwenyezi Mungu, basi hiyo ni katika kufanya hivyo ni katika uchamungu wa nyoyo. Sio uchamungu wa maneno, uchamungu wa moyo. Moyo unatukuza yale ambayo Mungu anatukuza. Kwa hivyo kutekeleza haya pia na kutukuza ni sehemu katika uchamungu. Haya ni muhimu sana kuzingatia, kwa kuwa ndio Allah ameweka katika utaratibu huo. Wallahu ta'ala.